Maelezo ya mashahidi wanalalamika kwamba bwana Clayton Revocatus Chipando alitoa rushwa kwenye nyumba za ibada, alitoa rushwa kwenye mambo mbalimbali, lakini pia kulikuwa na fujo, kulikuwa na yeye na wasaidizi wake kutumia vyombo vya moto, silaha za moto kama bastola kwenye uchaguzi. Kwa hiyo mashahidi waliokuja mahakamani leo asubuhi wameeleza hayo wakinaga ubaga kwa namna ambavyo wameyashuhudia au kuyaona, kwa sababu baadhi ya mambo haya hasa rushwa ambayo alipewa dada mmoja anaitwa Mtumu ilionekana kwenye mitandao ya kijamii na kupitia mitandao ya kijamii wa Millard Ayo na YouTube. Kwa hiyo wameeleza kwa namna ambavyo wao wameyaona mambo haya. Sasa ni namna gani, uzito gani wa hayo kwenye shauri hili tunaiachia mahakama. Sisi sio wapima uzito wa ushahidi. Kazi ya kupima uzito wa ushahidi ni ya mahakama. Kazi ya mashahidi ilikuwa ni kueleza nini kilichotokea. Kwenye maelezo ya mashahidi wanalalamika kwamba bwana Clayton Revocatus Chipando alitoa rushwa kwenye nyumba za ibada, alitoa rushwa kwenye mambo mbalimbali, lakini pia kulikuwa na fujo, kulikuwa na yeye na wasaidizi wake kutumia vyombo vya moto, silaha za moto kama bastola kwenye uchaguzi. Kwa hiyo mashahidi waliokuja mahakamani leo asubuhi wameeleza hayo wakinaga ubaga kwa namna ambavyo wameyashuhudia au kuyaona, kwa sababu baadhi ya mambo haya hasa rushwa ambayo alipewa dada mmoja anaitwa Mtumu ilionekana kwenye mitandao ya kijamii na kupitia mitandao ya kijamii wa Millard Ayo na YouTube. Kwa hiyo wameeleza kwa namna ambavyo wao wameyaona mambo haya. Sasa ni namna gani, uzito gani wa hayo kwenye shauri hili tunaiachia mahakama. Sisi sio wapima uzito wa ushahidi. Kazi ya kupima uzito wa ushahidi ni ya mahakama. Kuanzia asubuhi mpaka muda huu wa mchana tumejadili na kusikiliza ushahidi wa mashahidi wawili ambao ni walalamikaji kwenye shauri hili, wakilalamika taratibu ambazo zimechukuliwa katika shauri hili. Kwa hiyo wameeleza kwa kinaga ubaga nini ambacho kilitokea kwa maoni yao, kinachofanya uchaguzi uwe ni uchaguzi wa mashaka, usiokuwa huru wala usiofuata taratibu. Kwa hiyo wametoa ushahidi wao kwa maandishi, na baada ya ushahidi huo mawakili wa serikali na mawakili wa Baba Levo wametumia muda mrefu sana kuwadodosa na kuwahoji kwa kina, kujua kama wanayoyaeleza ni mambo sahihi na mambo ya ukweli, na tunaamini mashahidi wamejieleza. Kwa hiyo sasa tunaiachia mahakama itakapoenda kupitia ushahidi huo na kujiridhisha kama hawa ni mashahidi wanaoaminika na wanaweza ushahidi wao kuaminiwa katika kupangua au kutengua matokeo. Kwa hiyo hilo litakuwa ni jambo la mahakama. Sisi jukumu letu ilikuwa ni kuwaleta mashahidi na kuingiza nyaraka zao, na pamoja na hayo na wao kuhojiwa na mawakili wa upande wa pili. Hizo hoja sisi bado tunaona sio hoja za mashiko ambazo mahakama inaweza ikazizingatia, kwa sababu hoja zao zote zimejikita kwenye video, sio hoja ambazo ni za wameziona moja kwa moja kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza na kuuliza maswali katika engo hilo, na kuendelea kusisitiza kuuliza maswali na kuona kwa namna gani walichukua hatua kama kweli hayo matendo yaliweza kutokea, kama waliwahi kuripoti kwenye tume kwa ajili ya kuhakikisha kwamba labda maadili ya kiuchaguzi hayakufuatwa, kama ni vitendo vya rushwa kama waliripoti kwenye vyombo vyenye mamlaka, kwa mfano TAKUKURU, kama ni vitendo labda vya utekaji kama waliripoti polisi, kwa sababu kwa asilimia kubwa ya mashahidi wote
wanaosema vitendo hivyo wanasema hivyo vitendo vyote vimesharipotiwa polisi na polisi wanaendelea na uchunguzi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba vyombo ambavyo pia vimepewa jukumu hilo la kufanya shughuli hiyo, naamini vitaendelea kufanya shughuli hiyo. Ndio maana tunaendelea kuwadodosa kama vitu hivyo viko polisi na shughuli polisi wanaendelea na uchunguzi, wanaanzaje kusema kwamba vitendo hivyo vilifanyika na wakati hata polisi bado hawajachukua hatua, au hakuna chombo chochote cha mahakama kilichokwisha watia hatiani hao wote ambao wanawataja kwa namna moja ama nyingine kwamba walifanya vitendo hivyo.